Mwenyezi Mungu kumshukuru kwa kunijalia leo sote tuko wazima wa afya, lakini pia niendelee kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa hotuba yake na kwa kazi nzuri anayoifanya. Nimefurahi leo kuona watendaji wake wawili, kamishna wa TRA pamoja na ndugu yetu Kafulila, ni wenzangu, ni watu ambao ni visionary leaders. Kwa hiyo natumai atakuwa ni katika wasaidizi wake wanamsaidia katika majukumu yake. Mheshimiwa Naibu Spika, na vikaratasi vitatu leo hapa, lakini naamini baada ya mchango wangu nitafahamika. Mheshimiwa Naibu Spika, fedha ni sehemu moja muhimu sana katika maendeleo ya nchi yetu, na nimeona katika bajeti ya mwaka 2024-2025 makusanyo yalikuwa zaidi ya 100%, zaidi ya trilioni 34. Kwa hiyo pongezi ziende kwa serikali pamoja na wizara husika. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu, anaongoza serikali yake pamoja na Watanzania kwa upendo na mshikamano. Lakini kufanikiwa kwetu wakati mwingine kuna watu wanatuendea kinyume, na hapa nataka nimnukuu aliyekuwa naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko. Aliwahi kusema binadamu ni wale wale, lakini niwaambie ndugu zangu, hawa wale wale leo nambatiza mmoja aliyekuwemo ndani ya serikali, basi ni Yuda. Nasema hivyo kwa nini? Sisi tunataka maendeleo ya nchi yetu. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu, kumbe ni Yuda. Yuda huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa hawataki kumwona huyu Yuda. Hata huko nyuma amewahi kutajwa ni mzigo, lakini leo mzigo huu tunao ndani ya serikali. Na hapa niseme pia ameshawaumiza watu wengi Yuda. Wengine walikuwa mbele, sasa tunao huko nyuma, mabackbencher wenzetu wako, wafanya biashara, watendaji ndani ya serikali, wengine ambao walikuwa na safari nzuri ya kisiasa wamekatwa, wameathirika, wako nje na wana msongo wa mawazo. Lakini Yuda tumeanza kumwona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme, waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuwepo hapa, tuamkeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda. Kama alimpenda kweli, kwa nini bwana alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa Yuda, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe aliwapenda, tulikuwa tunaona wengine wamo leo humu ndani. Kwa hiyo tumwache Rais Magufuli, alifanya kazi kubwa sana, Mwenyezi Mungu amjalie apumzike kwa amani, lakini Yuda awache kumtumia majina ya watu. Tuamkeni wabunge na tusiogope. Mimi siwezi kutia ulimi wangu puani. Mheshimiwa mbunge, naomba jielekeze kwenye hoja ambayo iko mezani. Nakuja mheshimiwa, nakuja huko. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mimi nafurahi sana kwa kwenye kitichi, unaongoza vizuri. Lakini sasa haya maendeleo tunayotaka jamani, lazima tuhakikishe kwamba serikali inapata utulivu, mawaziri wanakuwa na amani, lakini na sisi pia tunaacha kuchonganishwa. Lakini pia niseme maendeleo tunayotaka sisi wa Tanzania na Wazanzibari katika kupitia wizara hii muhimu ya fedha ni mapato. Tujenge uchumi wetu imara.